Mheshimiwa, tunaendelea. Wizara ya Viwanda na Biashara, Mheshimiwa Felix. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa fursa hii. Pamoja na majibu mazuri ya serikali, nina maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, kwa kuwa serikali imesema itaanzisha kongani ifikapo Julai 2025, je, programu hii imewekwa kwenye bajeti au serikali itatumia chanzo gani mahususi kwa ajili ya utekelezaji wa programu hii? Swali la pili, mpaka sasa kuna hatua gani zilizokwisha chukuliwa kuandaa wakulima wa migomba kwa ajili ya kongani? Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Felix Kavejuru kwa kuendelea kufuatilia kuhusiana na ongezaji wa thamani mazao ya kilimo katika mkoa wa Kigoma na hasa jimbo la Buhigwe. Mheshimiwa Spika, Naibu Spika, kongani tunazozianzisha hapa nchini maeneo yote zinawekwa kwenye bajeti, na hii liko kwenye mpango wa bajeti ambayo itasomwa hapa kwa ajili ya mwakani 2025-26 ambayo Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara Daktari Suleiman Jafo atawasilisha katika bunge lako tukufu. Kwa hiyo nimtoe wasiwasi Mheshimiwa mbunge, serikali tumejipanga na ndio maana tumesema tutaanza kutekeleza kwa mwaka huo 2025-2026 kwenda 2030. Lakini kuhusiana na hatua ambazo tumechukua kuandaa wakulima lakini na wadau wote katika hatua za awali, moja, kama nilivyosema, ndizi au migomba ni zao ambazo linalimwa Tanzania mzima na maeneo mengine. Kupitia Wizara ya Kilimo wamewezeshwa pembejeo na utaalamu kupitia maafisa ugani ili kuhakikisha wanazalisha kwa tija. Lakini pili, tayari utaratibu tunao kwenye mazao mengine. Kwa mfano katika mkoa wa Kigoma kwenye zao la chikichi tayari kuna kongani hizo na zimeonyeshwa kufanya vizuri sana pale Kigoma na yeye ni shahidi. Kwa hiyo tutatumia moduli hiyo kuhakikisha na kwenye zao la ndizi nako na migomba tunafanya hivyo. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika.